Linapokuja kuishi maisha ya anasa isiyo na kifani, wachache wanaofanya vizuri kuliko wanawake tajiri zaidi wa Kiarabu. Wanawake hawa wenye ushawishi mkubwa si tu wanavunja vizuizi katika biashara na utamaduni, bali wanabadilisha maana ya kusafiri kwa mtindo. Kutoka kwa upendeleo wa Sheikha Moza kwa miujiza ya kisasa kama Bugattis, Lamborghini Aventadors na ndege zao binafsi za kibinafsi zenye thamani ya dola milioni peso, pamoja na meli yake ya Anasa Al-Usal, hadi kwa Princess Amira ambaye uwanja wake wa ndege wa anga Airbus A330 unaompeleka kwenye maeneo ya kipekee zaidi ulimwenguni. Kila mali yao ina hadithi ya nguvu na heshima. Lakini hiyo si yote. Mbali na familia ya kifalme, jifunze jinsi hudakatana na vyogeza kila safari kuwa jukwaa la kifahari kwa himaya yake ya uzuri ulimwenguni, akithibitisha kwamba hauhitaji uhusiano wa kifalme kuishi kama malkia. Katika video ya leo, tutachimba ndani ya ulimwengu wa wanawake tajiri zaidi wa Kiarabu, tukifunua tabia zao za kusafiri kwa ndege ya kibinafsi, mapumziko ya anasa na njia za kipekee wanavyojaribu dunia. Jiunge nasi tunapochimba ndani ya ulimwengu wa anasa wa safari kupitia matazamo wa daraja ya juu ya Kiarabu. Sheikha Moza bint Nasser. Tukiwaza juu ya kifalme na anasa, majina machache hufahamika kama Sheikha Moza bint Nasser. Mtu wa kutegemewa, mchangiaji na ikoni wa mitindo, Sheikha Moza ni moja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Lakini kando na kazi yake ya umma, kuna maisha ya mtindo wa safari wa kipekee na anasa. Moja kati ya mali zenye thamani zaidi yake ni Al-Usal, meli ya mita 123 iliyopewa jina kwa heshima ya mji wa kisasa wa Qatar. Hii kasri inayotembea ina heliport, mabwawa kadhaa na mapambo ya ndani yanayostahili kifalme. Kisha kuna Katara, mojawapo ya mega yachts ghali zaidi na kubwa zaidi duniani. Inasemekana kuwa inamilikiwa na emir. Ina urefu wa mita 124, ina heliport na ina sakafu nyingi inayoweza kuwahudumia wageni hadi 35 na wafanyakazi 3. Ina gharimu zaidi ya dola milioni 400 za Marekani. Inasemekana kwamba familia ya Al-Thani inamiliki superyachts kadhaa, kila moja ikiwa kasri inayotembea kwenye bahari. Al-Mirqab ni moja ya boti za kifahari zaidi duniani yenye thamani ya dola za Marekani milioni 300, ikiwa na vyumba sulu vya kifahari kwa wageni, ukumbi wa sinema, bwawa la kuogelea na hata helipoti, kwa kutoa uzoefu wa kipekee wa safari, ikisafiri katika bahari ya Mediterranean na kuandaa matukio ya kipekee. Vivuko hivi vinawakilisha kilele cha anasa. Sheikha Moza ameonekana akifurahia mapumziko ya faragha na safari rasmi kwa faraja isiyolinganishwa ndani ya boti nyingi za kifahari hizi. Familia ya Sheikha Moza haina kikomo linapokuja suala la safari za angani, na ndege ya kifalme ya Qatar ikiwa na ndege za kibinafsi nyingi, kuanzia Gulfstream G600 hadi ndege zilizobinafsishwa za Boeing. Zaidi ya hayo, mwaka wa 1997 familia ya kifalme ya Qatar iliunda Qatar Amiri Flight, shirika la ndege maalum linalohudumia wajumbe wa kifalme na maafisa wa serikali. Sehemu ya floti ni pamoja na Boeing 747-8s kubwa, ndege za kibiashara zenye thamani kubwa zaidi ya chapa, kila moja ikiwa na thamani ya zaidi ya dola za Marekani milioni 400. Airbus pia ni miongoni mwa floti na miundo kama A330, ambayo inatofautiana kati ya dola za Marekani milioni 300 hadi 500, na ndege nyingine zenye thamani kati ya dola za Marekani milioni 100 na 300. Ndege hizi zimejazwa na teknolojia ya hali ya juu, maeneo mazuri ya mapumziko, vyumba binafsi na chaguo za chakula cha hali ya juu, huku zikithibitisha safari za anasa, iwe kwa shughuli za serikali, misaada ya kibinadamu au starehe binafsi.
Kwenye bara, familia ya Sheikh Moza inafurahia mkusanyiko wa magari ya kifahari yenye kipekee, ikiwa ni pamoja na miundo ya hali ya juu kutoka kwa chapa zenye sifa kubwa kama vile Mercedes AMG, Rolls-Royce, Lamborghini, LaFerrari na Bugatti. Magari haya si tu zana usafirishaji, ni taarifa za heshima na nguvu. Inayofahamika kwa mtindo wake wa kifahari na wa kisasa, uwepo wa Sheikh Moza unaongeza safu ya ziada ya urembo kwenye magari haya ya utendaji wa juu. Kama uwepo wake unavyodhihirisha ufalme wa anasa na ustadi, hebu tuangalie haraka ni wapi mtindo huu wa kifalme uliopindukia unatoka. Sheikh Moza bint Nasser alizaliwa Al-Khor, Qatar, mwaka 1959. Yeye anatoka familia yenye ushawishi mkubwa nchini Qatar, huku baba yake Nasser bin Abdullah Al-Misnad akiwa kiongozi maarufu wa upinzani katika taswira ya kisiasa ya Qatar. Mwaka 1967, Sheikh Moza aliolewa na Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, ndoa ambayo ingemthibitishia nafasi yake kwenye nasaba ya kifalme ya Qatar. Wakati Sheikh Hamad alipokuwa amiri mwaka 1975, Sheikh Moza alitokea si tu kama msaidizi, bali pia kama nguvu yenye uwezo wake mwenyewe. Familia ya Sheikh Moza inadhibiti utajiri mkubwa na Qatar inamiliki mojawapo ya mapato ya kitaifa ya juu kwa kila mtu duniani. Kama kiongozi wa familia ya Al-Thani, yeye anayo ufikivu wa portfolio imara ya mali. Yeye pia ni ishara ya mtindo ya kimataifa. Garderobi yake inajumuisha vipande vilivyobuniwa na wabunifu mashuhuri duniani, mara nyingi akichanganya mitindo ya jadi ya Qatar na haute couture ya kisasa. Ingawa hana mbuni wa kibinafsi, Sheikh Moza mara kwa mara huonekana kwa mtindo wa kifahari, ikionyesha upendeleo wake mzuri. Vitambaa vya kimataifa kama Chanel, Hermes, Ralph Lauren, Stéphane Roland, Jean-Paul Gaultier na Valentino vipo katika garderobi yake yote. Anayo hisia ya mtindo ya kipekee, zake za kipekee ambazo anavaa badala ya hijab, mara zote hufanana vizuri na mavazi yake, bila kujali ikiwa anashirikiana na familia za kifalme au viongozi wa kimataifa. Inaonekana wazi kwamba malkia huyu anayependa fesheni anajua jinsi ya kuvutia mawazo. Hata hivyo, ushawishi wa Sheikh Moza katika fesheni haupunguzwi tu kwa hilo. Akiwa na zaidi ya wafuasi 600,000 kwenye Instagram, amekuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii kwa sifa zake mwenyewe. Hisia yake isiyo na dosari ya mtindo na maisha ya kusisimua huvutia watu popote anapoenda. Huku Sheikh Moza akiwaza darasa la kisasa, Sheikh mara huzingatia njia ya ubunifu na fursa kwa safari zake za kifahari. Sheikh Mara bint Mohammed Al Maktoum. Kutoka kwenye mashua ya kifahari hadi kwenye mavazi ya kubuni, Sheikh Mara bint Mohammed Al Maktoum anarekebisha kiini cha safari za tabaka la juu. Lakini sio tu kuhusu kifahari kilichozoeleka, ni safari iliyofunikwa kwa dhahabu, utamaduni na darasa lililosafishwa. Sheikh Mara anaishi maisha ambayo wengi wanaweza kuota, kutokana na utajiri mkubwa wa dola bilioni kwa rais wa familia yake. Utajiri huu mkubwa unatokana na uchumi tajiri wa Dubai unaotegemea mali isiyohamishika, utalii na mafuta. Lakini jinsi gani utajiri huu unajitafakari katika mtindo wa maisha yake na safari, tutachunguza kwa karibu zaidi. Amezaliwa katika familia yenye sifa kubwa ya Al Maktoum. Sheikh Mara amezoea kifahari. Mtindo wake wa safari unajionyesha kwa umahiri, kuanzia upendeleo wake kwa ndege binafsi zilizobinafsishwa hadi makazi katika hoteli za kipekee zaidi ulimwenguni. Kwa Sheikh Mara, safari ya angani si tu njia ya usafirishaji kutoka alama A hadi B, bali ni uzoefu yenyewe. Mara nyingi yeye husafiri katika ndege binafsi za familia yake, ambayo ni pamoja na Boeing 747 ya kisasa na Gulfstream G650. Hizi ndege za kibinafsi zina mapambo ya ndani ya kipekee yaliyokamilishwa na vifaa vilivyopambwa dhahabu.
maeneo ya kupumzika ya kifahari na vyumba binafsi. Wakati Sheikh Mara hayuko angani, labda yuko kwenye moja ya mashua ya kifahari ya familia yake. Familia ya Al Maktoum ni miliki wa baadhi ya meli za kifahari zaidi duniani, ikiwa ni pamoja na Dubai yenye urefu wa mita 62, moja ya mashua kubwa zaidi kuwahi kujengwa, ikiwa na bei zaidi ya dola za Marekani milioni 400. Jumba hilo lina helipads kadhaa, spa ndani yake na hata sinema. Ikiwa ni miongoni mwa meli kubwa na za kifahari zaidi duniani, ngome hii inayoelea inafanya kama mandhari kamili kwa mtindo mzuri wa maisha wa Sheikh Mara. Kwa fasada yake ya kuvutia ya kipekee na muundo mdogo wa aerodynamic, Dubai inavutia kwa mtazamo wa kwanza. Ndani, kila undani umetengenezwa kwa umakini mkubwa, ukiwa na mapambo ya ndani ya kifahari yaliyopambwa kwa marumaru ya dhahabu na michoro yenye kina. Mashua hiyo ina sakafu 7 za anasa tupu, ikiwakaribisha wageni na wafanyakazi hadi 12 kwa faragha ya hali ya juu. Kati ya huduma zake za kipekee ni uwanja mkubwa wa katikati, bwawa lenye sakafu ya glasi, helipad, spa ya kifahari na hata chombo cha kisiri cha kusafiria majini. Hata hivyo, ni koleo la magari la kifahari la Sheikh Mara linalostahili tahadhari yote. Koleo yake la pekee la magari ni ushuhuda wa ladha yake yenye sahihi. Kila gari, kazi ya sanaa ya uhandisi na ubunifu, inaakisi utu wake. Mwenye nguvu, mwepesi na mwenye kuvutia, ana baadhi ya magari ghali na maridadi zaidi duniani ambayo ni sahihi kabisa kwa mtindo wa maisha wa malkia. Moja ya magari anayopenda ni Bugatti Chiron yenye thamani ya dola milioni 3, ishara ya kasi na ubunifu. Chiron ni mali ya thamani zaidi ya Sheikh Mara, maalum kwa kujitolea kwa muonekano wako. Gari hili sio tu chombo, bali ni kauli ya mali na nguvu yako kuu ulimwenguni. Sheikh Mara pia ana Rolls-Royce Phantom nzuri iliyozoezwa katika rangi ya waridi, ambayo ilimgharimu $580,000, inayojulikana kwa anasa yake isiyolinganishwa. Phantom yake ina dari lenye nyota na maelezo ya ufundi ambayo hufanya kila safari kuwa uzoefu ulioinuliwa. Kisha tunayo Lamborghini Aventador ya dhahabu yake, gari lenye thamani kubwa ambalo anamiliki na bei ya kutisha ya dola milioni 7.5. Kwa zile nyakati ambapo kasi na msisimko ni muhimu, Sheikh Mara anachagua Lamborghini yake Aventador. Mdogo, haraka na kelele, ni kama sumaku halisi ya macho popote aendapo. Na hatuwezi kusahau Mercedes-Benz G63 AMG, pendwa wa kifalme. Kitu muhimu katika ulimwengu wa SUV za kifahari, G-Wagon yake inachanganya nguvu na ustadi, ikiwa kamili kwa safari mjini na pia kwa maeneo ya jangwa. Kuiacha dunia yenye anasa ya Sheikh Mara kuingia katika ufalme mwingine wa ustadi wa kifalme. Princess Fahda bint Fahla Al-Hithlain anajumuisha mchanganyiko wa pekee wa unyenyekevu na upokevu katika safari zake. Princess Fahda bint Fahla Al-Hithlain, upokevu, hadhi, ukuu. Hizi ni maneno yanayoelezea maisha ya Princess Fahda bint Fahla Al-Hithlain, mwanachama wa familia ya kifalme ya kipekee ya Saudi Arabia. Lakini mwishowe nije ya ulimwenguni mwa malkia wa nyakati za kisasa. Fahda alikuwa sehemu ya kifalme kwa kuolewa na Mfalme Salman bin Abdul Aziz Al Saud, mfalme wa sasa wa Saudi Arabia. Kama malkia mke, anacheza jukumu muhimu katika familia ya kifalme, lakini anaendelea kuwa na maelewano ya kimya ikilinganishwa na baadhi ya wenzake. Licha ya asili yake ya kutengwa, ushawishi wake na upatikanaji wa faida za utajiri wa kifalme ni dhahiri. Utajiri wa familia ya kifalme ya Saudi Arabia hauwezi kulinganishwa na mali inayokadiriwa kuwa zaidi ya trilioni 1.4 za dola wamo kwenye familia tajiri zaidi duniani, hasa kutokana na akiba kubwa ya mafuta ya ufalme inayosimamiwa na Saudi Aramco, kampuni yenye thamani kubwa zaidi duniani. Utajiri huu hutoa mtindo wa maisha uliojaa anasa za kipekee. Harusi za kifalme, visiwa binafsi na hata miji yote viko kwenye uwezo wa familia hiyo.
Kama Malkia Msaidizi, mwana Mfalme Fahda hufurahia anasa hizo zote na zaidi. Akilisha dunia inayunganishwa na nyuzi zenye anasa. Safari zake humpa mtazamo wa mapinduzi ya kipekee ya ufalme, iwe ni kwa kusafiri kwenda maeneo ya pekee barani Ulaya au kupiga mawimbi katika maji ya kati ya bahari ya Mediterranean. Tuanzie kwa kuzungumzia kuhusu manowari. Familia ya kifalme ya Saudia inatambulika kwa meli yake bora zilizopambwa. Hizi kazi za sanaa za kifahari zilizomo maji zenye helipads, mabwawa ya kuogelea na vyumba vya kifahari hutoa pumziko kamili kwa mwanamfalme Fahda na jamaa zake. Tafakari kusafiri baharini kwenye meli yenye kulinganishwa na hoteli bora duniani kwa ukubwa na ukuu. Manowari ya kifahari Seren yenye thamani ya dola 500 milioni ni mali ya mtoto wa mfalme Mohammed bin Salman. Manowari ya kuvutia ina helipads, sehemu za michezo, eneo la macho chini maji na bwawa la ndani lenye maji ya bahari. Prince Abdulaziz, manowari yenye urefu wa futi 4.2, ina vyumba vya kifahari vinavyoweza kuhudumia hadi wageni darsat na ni mojawapo ya manowari mashuhuri kwenye meli hii nzuri. Familia yana milingoti ya ndege binafsi ikijumuisha Boeing 747 Partner iliyobinafsishwa kuwa kama jumba linaloruka lenye mapambo tajiri na vifaa vilivyofunikwa na dhahabu. Njia ya kusafiri inayopendwa zaidi na Princess Fahda ni jumba linaloruka lenye vijumba vya faragha na milo ya ghali kwenye futi 40,000. Pamoja na hayo, mkusanyiko wa magari wa familia ya kifalme ya Saudia unakisi ladha yao kwa anasa, ikiwa na magari ya hali ya juu kama Mercedes Jeeps, Rolls Royces, Lamborghini na Bentleys. Kutoka kwenye Rolls Royces maalum hadi Bugattis zenye mvuto na mifano iliyobinafsishwa ya Mercedes Benz. Milingoti ya Princess Fahda inawachochea wivu wapenzi wa magari. Magari yana mapambo ya dhahabu na vitu maalum, vikionyesha hadhi na nguvu ya familia. Tukielekea kutoka kwenye ustadi wa kifalme wa safari za Princess Fahda, sasa tunachunguza mtindo wa maisha wa Princess Amira Al Tawil ambao ni sawa kwa ubadilifu, hata hivyo ni wa kisasa. Safari yake kutoka jangwa hadi mijini yenye fujo ni somo la unyenyekevu. Hajisafirishi tu, bali anajenga uzoefu unaounganisha mila, glamu na ujasiri. Hata ingawa hajazaliwa katika familia ya kifalme, maisha yake yalibadilika alipolewa na Prince Al-Walid bin Talal, mmoja wa watu wenye utajiri mkubwa duniani kutoka familia ya kifalme ya Saudia. Mali ya Prince Al-Walid ni mara 8 zaidi kuliko ya mfalme Charles wa Uingereza. Kuolewa na familia ya kifalme kulifungua milango ya mbinguni kwa Princess Amira, akimtambulisha kwenye jukwaa la kimataifa, ambapo haraka alionekana kwa akili yake, mvuto na kazi yake ya hisani. Ingawa ndoa yake na Prince Al-Walid ilikwisha mwaka 2010, Princess Amira alibaki kuwa kiongozi mkuu katika mizunguko ya kimataifa. Baadaye alipata upendo tena kwa kuolewa na Khalifa bin Buti Al-Muhairi, mfanyabiashara tajiri kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu mwaka 2018. Umoja huu ulithibitisha zaidi nafasi yake katika ulimwengu wa anasa na ushawishi. Sasa tuanze kuzungumzia takwimu. Ingawa thamani kamili ya utajiri wake ni ya kibinafsi, inakadiriwa kuwa kati ya dola za Kimarekani hadi $20 milioni kutokana na uwekezaji na kushirikiana, pamoja na utajiri wa mume wake Khalifa ambao unakadiriwa kuwa katika mamilioni ya bilioni. Kwa pamoja wanafurahia mtindo wa maisha unaowakilisha kiwango cha juu cha anasa. Njia ya Princess Amira kuhusu safarini ya kupendeza kweli. Tangu mkusanyiko wake wa magari ya anasa mpaka ladha yake ya kipekee kwa ndege binafsi, kila safari anayofanya ni sherehe ya anasa. Princess Amira anathamini vitu vilivyosafishwa zaidi maishani, na mkusanyiko wake wa magari sio isipokuwa kitu hicho.
Gara yake ni nyumbani kwa baadhi ya magari yanayotamaniwa zaidi duniani, ikiwa ni pamoja na Rolls-Royce Phantom ya kutu, ishara ya anasa inayotambuliwa kwa kiasi kikubwa. Na mambo ya ndani yaliyofanywa kwa mikono na utendaji wa kimya, Phantom inalinganishwa na ufalme. Kwa Princess Amira, gari hili linawakilisha zaidi ya njia ya usafiri. Ni pahala pa faragha juu ya magurudumu. Ingawa Rolls-Royce Phantom tayari inajulikana kwa safari laini na muonekano wa anasa, mfano wa Princess Amira unainua anasa hadi kiwango kipya na maelezo yaliyo na dhahabu yenye karati 24 yenye thamani ya karibu $450,000. Ukusanyaji huo unajumuisha Bugatti Veyron yenye mvuto, gari la kipekee lenye thamani ya takriban dola za Marekani milioni 3 na linalosifika kwa kuwa moja ya magari ya haraka zaidi duniani, likiweza kufikia zaidi ya maili 200 kwa saa. Zaidi ya hayo, Princess Amira hufurahia kuendesha Mercedes Maybach S650, inayojulikana kwa faraja ya juu na usawa kati ya anasa na ubunifu. Anapokuwa anatafuta kasi na hisia, chaguo lake ni Lamborghini Aventador na Ferrari Portofino, vinavyotambulika kwa miundo yao ya kipekee na injini zenye nguvu. Princess pia huamua kutumia ndege binafsi kwa safari ndefu, akipa kipaumbele faragha na faraja, kama vile Boeing 737-400 iliyobinafsishwa na Al Walid, ambapo anafurahia mazingira ya kifahari na huduma ya kibinafsi. Sasa tunafichua kito cha taji katika meli ya Prince Al Walid, Airbus A320, ambaye anaitwa Jumba la Angani. Ndege hii inaimarisha anasa kwenye vipimo visivyoelezeka. Tafakari kufurahia angani ndani ya ndege iliyo na ngazi kubwa ya mwendo mdundo, vyumba kadhaa vya makazi na hata ukumbi wa muziki wa faragha. Ndio, ulisikia sawa, ukumbi wa muziki angani. Na hilo halijakamilika. Ndege hii inatoa zaidi kuliko nyumba nyingi za kifahari, kama vile chumba kamili cha mvuke cha hammam na eneo la ustawi lenye kuvutia kwa abiria, pamoja na skrini kubwa chini ambayo inaruhusu kutazama eneo unalopitia. Zaidi ya hayo, ndege inajumuisha chumba cha makutano wa kawaida kilichowekwa meza ya glasi ambayo inafanya kazi kama skrini kubwa ya kugusa. Ndani pia kuna suite 5 za kifahari, pamoja na eneo la maombi lililowekwa mazulia ya kida, ambayo hujitengea kiotomatiki kuelekea Maka. Na hatuwezi kusahau kipengele maalum, nafasi ya maegesho iliyotengwa kwa ajili ya Rolls-Royce yako ndani ya ndege. Ni ya kuvutia, sivyo? Kwa Prince Walid bin Talal na Princess Amira, mtindo huu wa kusafiri wa kifahari unakuwa sehemu ya kawaida ya maisha wanapokuwa na utajiri mkubwa hivyo. Mtindo wa kusafiri wa Princess Amira Al Tawil unafanana na elegansia na hadhi yake pekee. Anapovuka anga, analeta urithi wa unjefu, kufanya hata safari iwe kazi ya sanaa ya anasa. Pitisha kutoka kwa ukubwa wa safari za kila siku za Princess Amira, Malkia Rania wa Jordani anawakilisha fusi sawa ya anasa na ushawishi, akigeuka kuwa ishara ya kifalme ya kisasa. Alizaliwa kama Rania Al Yassin mnamo tarehe 30 Agosti 1960 huko Kuwait, kwenye familia ya Kipalestina. Hadithi ya Malkia Rania Al Abdullahni ya kuvutia kama vile kuvutia. Baada ya kupata shahada katika usimamizi wa biashara kutoka Chuo Kikuu cha Amerika huko Cairo, alifanya kazi katika sekta za benki na teknolojia kabla ya kuvutia macho ya kishamrithi wa kifalme wa wakati huo, Abdullah wa Jordan. Wanandoa hao walifunga ndoa mnamo 1993 na Rania akawa malkia mnamo 1999. Alipojakuwa, Abdullah alipanda kiti cha enzi. Pamoja na persona yake ya umma, kuna upande wa Malkia Rania ambao unavutia ulimwengu. Mtindo wake wa safari ya anasa ambayo haikosi kuwa ya kifalme. Kusema ukweli, huanza na mkusanyiko wake mahiri wa magari ya anasa. Malkia Rania na familia yake mara nyingi hufanya safari kwa msafara wa baadhi ya magari mazuri zaidi ulimwenguni, kuonesha ladha yake ya kipekee na haja ya kutunzwa.
Makusanyiko wake wa kuvutia unajumuisha magari ambayo yanaweza kumshangaza mpenda magari yeyote. Kiongozi ni Rolls-Royce Phantom, kifaa kipendwa cha kifalme Mashariki ya Kati kinachojulikana kwa safari yake kimya kimya na faraja isiyolinganishwa. Kazi hii ya sanaa imeboreshwa na glasi zenye kinga dhidi ya risasi na paneli zilizothibitishwa kutoa usalama wa ngazi ya kwanza. Kama kipande cha Phantom kuna Bentley Bentayga SUV inayounganisha vizuri upole wa Uingereza na uwezo thabiti wa off-road. Kamilisha kwa kudumisha wasifu wa kwa tahadhari, hufanya uhakikishe kwamba malkia anasafiri kwa mtindo bila kujali eneo. Kwa hafla ambazo zinahitaji upelelezi mkubwa zaidi, familia ya kifalme hurejea kwa Mercedes-Benz S600. Hii ni gari la anasa lenye kinga kulingana na viwango vya kijeshi, ikitoa ulinzi dhidi ya risasi nzito hadi milipuko. Vipengele vyote vya magari haya vimetengenezwa kwa ajili ya kulinda Malkia Rania dhidi ya macho ya wakali, kutoa usalama na ulinzi usio na mfano ambao mfalme anastahili. Bila shaka, hakuna uchambuzi wa mtindo wa safari wa Malkia Rania unachangamaa bila kutaja ndege za kibinafsi za familia ya kifalme ya Jordan. Ufalme wa Hashemite haupendi gharama linapokuja suala la kuhakikisha kwamba safari zao ni za kifahari na salama. Familia ya kifalme ya Jordan ina upatikanaji wa ndege za kipekee kama vile Gulfstream G650 na Airbus A340 iliyoboreshwa, zilizotengenezwa kutoa mahanganyiko wa kipekee wa anasa, faragha na usalama. Kwa mfano, Gulfstream G650 inayojulikana kwa uwezo wake mkubwa wa uhuru na kasi inaweza kukamilisha safari bila kuacha mara kwa mara, kama kutoka Amman hadi New York. Ndege hii inaunganisha uaminifu wa usafiri wa anga wa kibiashara na anasa ya ndege ya kibinafsi, ikiwa ni bora kwa safari ndefu na misafara ya kidiplomasia muhimu. Ikiwa na vifaa vya kisasa, wifi yenye kasi kubwa, mifumo ya burudani ya hali ya juu na jikoni ya kifahari yenye mapishi aliyetegwa, G6 Fempasti inahakikisha kukidhi mahitaji yote kwa matindo. Kwa upande mwingine, Airbus A320 inatoa uzoefu tofauti na ukubwa wake ulioboreshwa kwa matumizi halisi. Ikiwa na vyumba vilivyo na nafasi kubwa, vyumba vya mikutano na mifumo ya usalama ya kizazi kipya, inabadilika kuwa kasri linaloruka. Kwa familia ya kifalme, anasa ni moja tu ya vipengele, daima ikipendelea usalama. Ndege zote zina teknolojia za usalama za kisasa na mifumo ya mawasiliano ya kisasa ili kuhakikisha ndege salama na njia na ratiba iliyodhibitiwa kwa karibu kwa faragha ya juu. Kama ilivyo upendeleo wa Malkia Rania kwa anasa katika safari za angani, wakati wake kwenye mashua unaonyesha upande mwingine wa ustadi, na hakuna ishara halisi ya anasa kama chombo cha Sarafsa. Zaidi ya chombo, ni jumba la kifahari linalozama baharini lililojengwa na Devonport Yachts huko Uingereza na kupangwa na Andrew Winch, lenye mita 269 ya uhandisi na ubunifu wa kipekee, mali ya Mfalme Abdullah wa Yordani. Chombo cha Sarafsa kinafikiriwa kuwa moja ya makubwa 100 duniani. Mwaka wa 2010 kilishinda nafasi ya 55 kwenye orodha ya vyombo vikubwa zaidi duniani, kikiwa ni nyumba mbali na nyumbani kwa familia ya kifalme ya Yordani, kikitoa faragha, faraja na anasa kamili. Sarafsa si tu kazi ya sanaa ya kuvutia, bali pia ni ishara ya anasa na ustadi baharini. Kwa mistari yake ya kuvutia na ndani ya fahari, chombo kikubwa hiki kimegeuka kuwa ishara ya kifalme ya kisasa ya Yordani. Malkia Rania, anayejulikana kwa uzuri usio na wakati na mtindo makini, anafurahia anasa na faragha zenye utulivu zinazotolewa na Sarafsa. Anaweza kufurahia mandhari maridadi kutoka kwenye deki kubwa za jua, kupumzika katika vyumba vya kifahari au kujishughulisha katika kabini binafsi ambapo kila undani umewazwa kwa makini. Kila kitamba, umaliziaji na mguso umepangwa ili kuunda mazingira kamili ya utulivu na ustadi.
Kwa Malkia Rania, hii sio tu kuhusu kusafiri, ni juu ya kuelewa bora ambayo maisha yanaweza kutoa na wakati wa utulivu na kutafakari. Kutoka kwenye ustadi wa kimataifa wa Malkia Rania, tuahamia sasa kwa jinsi ya kipekee ambavyo Princess Haya bint Hussein anachanganya anasa iliyo laini na heshima kuu kwa urithi wake wa kitamaduni. Maisha ya Princess Haya huko Dubai ni kama hadithi halisi, ikiwa ndani ya utajiri, nguvu na glamu. Kama binti wa mfalme wa Jordan na mke wa mmoja wa wanaume matajiri zaidi duniani, kila hatua yake inachorwa na anasa na udanganyifu. Walakini, ni nini kinachofanya mtindo wa maisha wa Malkia Haya kuwa wa kipekee kweli? Sio tu nguo anazovaa, matukio anayohudhuria au hoteli za daraja la kwanza anapofikia. Mtindo wake wa kusafiri, ambao ni wa pekee na mwenye udanganyifu, unaoonyesha hadhi yake ya kifalme na upendo wake kwa anasa. Kwa Malkia Haya, faraja na faragha ni muhimu, na mtindo wake wa maisha wa jet set unahakikisha kuwa anafurahia yote hayo kwa fahari kamili. Katika safari zake, mtindo wa Malkia Haya ni wa kifahari kwa upendeza. Mara nyingi anaonekana akivaa lebo za waundaji wenye sifa kubwa katika ulimwengu wa mitindo na vito vya thamani. Lakini furaha yake ya kweli iko katika kuchunguza ulimwengu, mara nyingi akibeba kwenye mashua za kifahari. Malkia mara nyingi huonekana akifurahia likizo zake kwenye baadhi ya mashua ya anasa zaidi ulimwenguni, zikiwa na bwawa la kuogelea, sinema na spa. Mashua haya hutoa kiwango cha anasa ambacho ni vigumu kupata. Bahari kubwa huzigeuza kuwa uwanja wake wa kuchezea, ambapo anaweza kukwepa mahitaji ya maisha ya kila siku na kupumzika kwa faragha kabisa. Mfano mmoja wa kipekee ni mashua maarufu ya Dubai, ambayo awali ilikuwa mali ya aliyekuwa mumewe Malkia Haya, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kiongozi wa Dubai. Ikiwa na urefu wa mita 62 za kushangaza, mashua ya Dubai ni kivutio cha usanifu, ikiwa na mageuko 7 ya kifahari. Ndani ina vyumba 42, ikiwa ni pamoja na suite ya kifahari ya bwana na suite 6 za VIP, ikilinganisha uwezo wa kukalisha hadi wageni 100. Ndani ya mashua kuna maonyesho ya anasa isiyolinganishwa na melezo ya marumaru na dhahabu, pamoja na vitu vya anasa kama sinema, ukumbi wa disco, spa na bwawa la kuogelea. Mojawapo ya michoro inayovutia na ya pekee ya Malkia Haya na familia yake ya kifalme ni mnyama wao wa kufugwa wa kipekee, ngamia aliye na thamani ya 2.7 milioni. Hakika si mnyama wa kufugwa wa kawaida. Imekuwa kununuliwa na Sheikh Mohammed kwenye mashindano ya urembo wanangamia huko Falme za Kiarabu. Anaongeza kipande cha anasa ya kipekee kwenye mtindo wao wa maisha wenye anasa tayari. Sasa tunapitia mkusanyo wa magari ya anasa ya kuvutia wa Princesa Haya na aliyekuwa mume wake. Masafara wa kuvutia sana ambao ungewaonekesha wapenzi wa magari yote yule. Na utajiri wa Sheikh Mohammed, kwa nini asiwaruhusu wenyewe baadhi ya magari ghali zaidi duniani? Hapo ndipo kiongozi wa Dubai alivyofanya. Kwanza kwenye orodha hii yenye kustaajabisha ni Bugatti EB110 iliyotengenezwa mwaka 1991 na ni nadra sana. Linapowekwa mojawapo ya mifano hii kwenye mnada, mara nyingi huuzwa kwa takriban 360 milioni. Walakini, Sheikh Mohammed hajizuili tu kwa magari ya Bugatti ya zamani. Pia anamiliki Bugatti Chiron yenye thamani ya dola za Kimarekani 2.7 milioni na Bugatti Veyron ambayo gharama yake ni karibu dola za Marekani 3.9 milioni. Zaidi ya hayo, mkusanyo wa Princesa Haya ni wa kipekee. Kati ya magari yake ya kuvutia ni pamoja na Mercedes-Benz G-Wagon, Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT, Aston Martin 177 na Lamborghini Aventador. Katika mkusanyo huo, pia kuna Mercedes-Benz SLS AMG na McLaren P1 yenye thamani ya 7.1 milioni.
ambayo inaaminika kuwa ni toleo lililo binafsishwa la GTR, ikiwa ni moja ya mifano nadra ambayo mara chache inaonekana kwenye minada. Mojawapo ya vitu vyake vyenye thamani kubwa katika mkusanyo wake ni Ferrari Enzo yenye thamani ya zaidi ya $. Uta milioni inayojulikana kwa nguvu yake isiyoweza kulinganishwa, bado inabaki kama moja ya magari yaliyotengenezwa ya kawaida bila kuhimizwa kwa njia ya mitambo yenye mshangao zaidi iliyowahi kutengenezwa, ikiwa na zaidi ya vitengo parhentas vilivyozalishwa. Kwa mkusanyo wa magari wa ajabu kama huo, mkusanyo wa magari wa Princesa hayani wa kuvutia kweli. Ingawa safari zake zimejaa anasa, safari yake imejaa mengi zaidi ya utajiri tu. Hafahamiki tu kwa mtindo wake wa maisha wa anasa au uhusiano wake wa kifalme, bali pia kwa kazi yake ya kutetea na nguvu yake mbele ya changamoto katika maisha yake. Ingawa maisha ya umma ya Princess haya mara nyingi hulinganishwa na hadhi yake ya kifalme na ubishani wa kibinafsi, kuna mwanamke mwingine tajiri kutoka ulimwengu wa Kiarabu ambaye amepitia njia yake mwenyewe kama tajiri wa urembo, akionyesha kwamba anasa na mafanikio hayajizuili kwa kifalme. Huda Khattan. Jina la Huda Khattan limekuwa linawakilisha uzuri, anasa na mafanikio katika ujasiriamali, ikiwa ni mfano mzuri wa mwanamke bilionea wa Kiarabu ambaye amejijengea himaya inayosikika kote ulimwenguni. Hadithi ya Huda Khattan imejaa uvumilivu, shauku na ufahamu wa biashara. Akizaliwa Oklahoma na wazazi wa Kiajemi, Huda alihamia Dubai mwaka 2000 kufuatia kazi yake kama msanii wa manukato. Hapo ndipo safari yake ilipompeleka kuwa mmoja wa wanawake matajiri na wenye ushawishi zaidi duniani. Mwaka 2000, Huda alifanya hatua ya kishujaa kwa kuanzisha blogu yake ya urembo, ambayo kwa haraka ilipata umaarufu kwa ushauri wake maalum na vidokezo vya upodoaji. Uwezo wake wa kuunganisha na hadhira ya kimataifa ulikuwa wa kipekee. Mwaka 2013 alianzisha Huda Beauty, safu ya vipodozi ambayo ilimtia umaarufu. Tangu miwani yake Deep Iconic mpaka safu kamili ya vipodozi, Huda Beauty ilikuwa haraka kutokana na ushawishi wake kwenye mitandao ya kijamii. Huda alitumia majukwaa kama Instagram na YouTube kukuza bidhaa zake kibinafsi, akianzisha uhusiano wa moja kwa moja na watumiaji. Mwaka 2017 kampuni yake ilikadiriwa kuwa $1 bilioni 1.2, ikimfanya Huda Khattan kuwa bilionea aliyejifunza mwenyewe. Kwa sasa Huda si tu mmoja wa wanawake matajiri zaidi Mashariki ya Kati, bali pia anatambuliwa kama mwanamke tajiri zaidi wa Kiarabu asiye wa kifalme duniani. Utajiri wake unajitafsiri katika mtindo wake wa maisha wa anasa na utajiri wa zaidi ya $500 milioni. Ingawa haishi kama Mwarabu wa kifalme, mkusanyiko wake wa magari ya anasa unashindana na wa malkia. Huda Khattan ana baadhi ya magari ya kifahari na ghali ambayo wengi wetu labda hatujawahi kuyaona. Hebu tujue baadhi ya magari yake pendwa ambayo daima yanapakiwa kwenye gareji yake. Kati ya mkusanyo wake mbalimbali inaonekana Mercedes-Benz G63 AMG, gari linalojitokeza kwa uwepo wake mkali na utendaji bora. Darasa hili limekuwa kwa muda mrefu sasa ni ishara ya upende na fahari, lakini Huda anapandisha hili kwenye kiwango kipya na nguvu hii. Kwa upande mwingine, BMW X5 ni mnyama kidogo tofauti, ukiwa na muunganisho kamili wa utendaji na ufanisi wa kila siku kama SUV ya kifahari inayotoa safari laini na nguvu kubwa. Na sifa zake za teknolojia ya hali ya juu, ndani ya kueleweka na utendaji bora, X5 ni pendwa la Huda Khattan anapokuwa katika harakati. Pamoja na X5, Huda pia anamiliki Mercedes Classe S, ambayo inachukuliwa kuwa kilele cha kifahari na starehe ya kweli, ikionyesha utulivu wa kweli katika msingi wake. Zaidi ya kuwa tu gari, Classe S ni uzoefu kwa Huda, ikitoa pahala pa amani na kujipendekeza katika nyakati za kazi na mapumziko. Ni kielelezo kuu cha starehe, matindo na ubunifu. Na sasa inatokea kitu kisichotarajiwa, Rolls-Royce Cullinan. Kwa Huda,
ambaye hauridhiki na kuwa na magari mawili au matatu ya kifahari tu. Gari hili lenye thamani ya karibu 350,000 inaiwazilisha mapato ya mwaka mzima wa chapa yake mwenyewe, likionekana kuwa onyesho lenyewe. Cullinan inapita kuwa SUV tu, ukiwa na sifa ya ndani ulio rafiki, ufundi bora na injini ya V12 inayotoa uzoefu wa kuendesha bila kuhangaika. Kielelezo cha uwezo wa kung'aa kwa Huda kwa unyenyekevu, uwepo wake wa kutisha na unadhifu wa Cullinan unaonyesha unajumuisha wake usio na kifani. Ni gari linalotiririka upeki na unadhifu, linalofaa kwa wale wanaojua jinsi ya kupatanisha uzuri na unadadisi. Kila gari katika mkusanyo wa Huda imechaguliwa kwa uangalifu, ikilenga kila undani. Kutoka magari ya michezo yenye utendaji makubwa hadi SUVs za anasa zenye utulivu, magari yake yanajieleza na binafsi yenye utambulisho mkali na upendo wake kwa vitu vyenye unadhifu wa juu zaidi maishani. Kwa Huda sio tu kuhusu kuendesha gari, bali ni kuhusu kuthamini anasa katika kila pembe na kufurahia tuzo za kazi yake ngumu. Ikiwa umefurahia video hii, tafadhali usikose kuchunguza kadi zingine kwenye skrini yako kwa maudhui yanayofanana.